aliyekuwa kocha wa Wydad Casablanca, Laurent Mokwena. Bwana, taarifa ambayo imenifikia ni kwamba Mokwena ameshamalizana na klabu ya Wydad Casablanca na msimu pale Morocco tayari umeshamalizika, kwa maana ya ligi ya Morocco imemalizika. Sasa kinachoendelea ni kwamba alikuwa na madai ndani ya klabu ya Wydad, na madai ambayo alikuwa anadai ni mshahara. Au mshahara mwishoni mwa msimu Wydad wamedhibitisha kwamba watamlipa pesa yake ili waweze kumalizana, na mwisho wa siku kila mmoja afate maisha yake. Sasa taarifa ambazo zipo ni kwamba bwana Laurent Mokwena anatajwa kujiunga na klabu ya Yanga, na anatajwa kujiunga na klabu ya Yanga kwa sababu atakuwa kocha huru akimalizana na timu ya Wydad Casablanca, kwa maana ya mshahara ambao walikuwa wanawadai. Na Yanga ni kweli wameanza kumfuatilia kwa karibu, kuulizia huduma yake, ikiwepo pia benchi lake zima la ufundi, lakini pia wanaulizia kwa karibu kufahamu mshahara ambao Mokwena atakuwa wanamlipa. Na kumbuka kocha kama huyu mshahara wake si chini ya milioni 100 ambao anatakiwa kulipwa, na Wydad walikuwa wanamlipa pesa zaidi ya hiyo. Kwa hiyo Yanga wanajiandaa ofa kubwa kwa ajili ya kumnasa Laurent Mokwena aje alisi mikoba ya Merudi Hamdi. Na huyu Mokwena ni kocha ambaye kwa South Africa anazungumzwa kocha mkubwa sana. Kumbuka alikuwa chini ya makocha wakubwa wengi. Mamelodi wakati anapewa timu yeye Mokwena tayari alikuwa shafanya kazi na makocha kibao ambao walipita hapa pale Mamelodi Sundowns, na alikuwepo kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo ni kocha mkubwa ambaye ameanza karia yake ya kocha kutoka chini akiwa na klabu ya Mamelodi Sundowns. Lakini pia huyu Mokwena ana rekodi za kwake nzuri tu, na rekodi ambazo ameziweka ni kuwa na Mamelodi Sundowns ameenda hatua ya quarter final back to back. Ni kocha ambaye amebadilisha sana Mamelodi, ameitoa Mamelodi kwenye eneo la kuwa timu ya kawaida South Africa toka kipindi ambacho walifanya vizuri wakiwa na Pitso Mosimane, akaileta Mamelodi kuwa tishio Afrika na kucheza mpira wa pasi nyingi. Yeye ndiye ambaye aliwasajili wachezaji wengi ambao sasa hivi tunawafahamu pale Mamelodi Sundowns, akiwepo bwana mdogo yule wa Chile ambaye ni fundi sana kiungo wakati, lakini yeye ndiye ambaye amemtambulisha kiungo wao Teboho Mokwena ambaye amekuwa bora sana akicheza na Marcel Allende katikati ya uwanja, lakini yeye ndiye ambaye amemleta Tafero Maseko. Jicho lake ndiye ambaye lilimuona yule mchezaji, lakini yeye ndiye ambaye amemtengeneza Peter Shelule kuwa tishio kwenye kikosi cha Mamelodi. Kwa hiyo ni kocha ambaye kwa Mamelodi aliacha legacy kubwa sana kwa uwezo wake wa kufundisha na uwezo wa kuitengeneza timu kuwa bora sana kwenye kucheza. Baada ya pale Mamelodi wakawa na muadhibu kwamba haipi timu mafanikio, lakini akawa amefanikiwa kuwapa mataji kwenye ligi. Alipotoka kuwapa mataji kwenye ligi wakawa wanamdai mafanikio ya kimataifa. Na kumbuka timu ambayo ilikuwa inamsumbua ilikuwa ni Ahly. Kuna kipindi alikutana na Ahly wakawa wamemtoa, lakini baada ya hapo akarejea kwenye mashindano ya AFL ambayo ilikuwa ni mashindano mapya, na kama watu wanakumbuka uzinduzi ulifanyika hapa Tanzania. Mashindano ya AFL anaenda finali na Wydad Casablanca, anakwenda kutoa kombe, na ndio lilikuwa kombe lake la kwanza kubwa akiwa na klabu ya Mamelodi Sundowns. Baada ya msimu kumalizika, Mamelodi wakaachana naye, anakwenda kujiunga na timu ya Wydad Casablanca, wanamtambulisha pale, na akawa amechukua baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kwenye kikosi cha Mamelodi akaenda nao Wydad Casablanca. Ameenda Wydad, bahati mbaya amekuta Wydad ambayo ina changamoto za kiuchumi, akapata nafasi ya kusajili baadhi ya wachezaji ambao wanatokea mataifa ya Ulaya. Walisajili mpaka mchezaji kutoka Empoli, lakini bahati mbaya baada ya kusajili imeonekana mpango mkakati sasa ulikuwa ni nini. Mpango mkakati ulikuwa ni kwamba baada ya kusajili hao wachezaji aanze kuisuka timu, lakini Wydad wenyewe mpango wao mkakati ulikuwaje? Mpango wao mkakati umekuja kumfahamisha Mokwena, kwa sababu Mokwena alianza kudemand vitu vingi sana ndani ya klabu ili mwisho wa siku afike kule alipokuwa anataka kufika. So wakawa wameshindwana na mishahara ikawa imechelewa, kwa sababu sasa hivi Wydad wanakabiliwa na tatizo zima la masuala ya kiuchumi, kifedha hasa. Kuna baadhi ya vitu vyao haviendi sawa. Sio Wydad hii ambayo ilitawala soka kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kuelekea mwishoni mwa msimu wakawa wamempa malengo, kwanza timu imalize katika nafasi 2 za juu, lakini bahati mbaya timu imemaliza msimu ikiwa nafasi ya 3 kwenye ligi. Kwa hiyo yuko nje ya malengo. Kwa mwishoni mwa msimu wameona ni bora waachane naye, watafute kocha mwingine, kwa sababu Wydad wanaelekea wao katika mashindano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, na wana mechi kumbuka dhidi ya Manchester City kwa maana ya mwezi Juni watakuwa na mchezo huo. Lakini katikati hapa wana mechi 2, watacheza mechi na Sevilla ya kirafiki, lakini wana game dhidi ya FC Porto ya kirafiki. Kwa hiyo wanaona ni bora waanze project wakiwa na kocha mpya. So baada ya taarifa hizo unaona Yanga nao wametupa karata yao kwa ajili ya kuhitaji saini yake, na watu wanahusisha na dili la Aziz Ki kwenda Wydad. Huenda kulingana na mahusiano mazuri ya kibiashara ambayo yamefanyika ikawa wao iliwarahisishia zaidi kupata
taarifa za Mokoena kwamba anakwenda kuondoka Wydad na wao kuanza mazungumzo mara moja. Kwa hiyo huenda muda wote kutoka sasa Mokoena yeye mwenyewe sasa akadhibitisha kwamba yupo kwenye mazungumzo na vilabu, na kuna taarifa ipo kweli kwamba kuna baadhi ya vilabu vingine vinamnyemelea, ikiwepo timu kadhaa za pale South Africa, lakini pia kuna timu kutoka Warabuni, lakini yeye mwenyewe ataangalia sehemu gani ambayo inamfaa. Lakini taarifa za yeye kujiunga na Yanga zipo ni dhahiri shahiri kwamba Yanga wanataka kocha type ya Roland Mokoena, lakini ataingia kwenye rekodi za makocha wanaolipa pesa nyingi endapo Yanga watamnasa, kwa sababu sasa hivi kizungumza Afrika, makocha ambao walikuwa wanavuta mkoja mrefu alikuwepo Marcel Kola ambaye ameondoka ndani ya kikosi cha Ahli, amebaki sasa hivi Florent Ibenge, kocha wa El Hilal Omdurman, anapokea mkoja mrefu sana Afrika. Lakini alikuwepo kipindi fulani Pitso Mosimane ambaye pia naye aliondoka kaenda nchi za Warabuni, makocha ambao wanavuta mkoja mrefu sana. So Roland Mokoena kama atajiunga Yanga ataingia kwenye rekodi pia ya makocha ambao wanalipa pesa nyingi sana, na inawezekana ikawa ni Yanga sasa wanapata kocha ambaye anavuta mkwanja mrefu sana. Na hata hivyo Yanga hawana rekodi nzuri sana na makocha wenye rangi nyeusi, kwa sababu ukipitia miaka ya nyuma kidogo, angalia makocha ambao wamepita, alipita Chicken Lwandamina, bado unaona timu ilifanikiwa lakini haikufanikiwa zaidi katika upande wa kimataifa. Wamepita Wadhawa kadhaa lakini bado timu unaona haikuweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Inawezekana akawa ni kocha mweusi wa kwanza mwenye profile kubwa na mwenye rekodi kubwa sana anakuja kufundisha ndani ya Young Africans. Kwa hiyo tuendelee kusubiri tuone kama Yanga watakamilisha deal lake, lakini ni kocha ambaye ana profile kubwa sana.